mkufu ukiwa katika hatimiliki yetu, yani tutakuwa matajiri, tutakuwa na pesa nyingi, yani tutafanya chochote ambacho sisi tunataka, tutakula bata la kutosha, yani dunia yote tutakuwa tumeweka kiganjani mwetu. Yani we mpuuzi, mazuri yote ambayo unafanya kwako, lakini hujawahi kuniona bora. Abi, tusifanye hivyo. Mume wangu anaweza kaingia hapa akatukuta. Yaani we mpuuzi, mazuri yote ambayo unafanya kwako, lakini hakuna hata moja ambayo unaliona ni zuri. Unajali tu kuhusu mwanaume wako. Ni kweli yule binti sio yeye, lakini katika ile nyumba kuna binti mwingine ambaye anaishi, ni mfu aliye hai kama wewe ulivyosema. Wewe ulijuaje hilo? Nilienda katika ile nyumba ambayo rafiki yangu anaishi na pia mwanamke wangu anaishi mule. Kwa uchunguzi wangu ambao nimefanya, kuna wanawake wawili ambao wanaishi katika ile nyumba. Mmoja ni mfanyakazi na binti mwingine ndio huyo binti ambaye unamsemea wewe. Ulijaribu kuchunguza mwenendo wa huyo binti? Ndiyo, nimechunguza. Ana matendo mengi sana ya ajabu ambayo sio ya binadamu wa kawaida. Na kingine, ana uwezo wa kuona tukio ambalo bado halijatokea. Kwa sababu yule mwanamke wangu alikuwa na mimba, na huyo binti alijua kuna tatizo ambalo litatokea, na yule binti aligundua kuwa kuna zawadi atapewa mwanamke wangu ambayo itakuwa na tatizo ndani yake. Kabla haijatokea, yule binti alijua hilo. Ni kweli hiyo zawadi ilimletea tatizo ambayo ikapelekea mpaka mimba yake kuharibika. Huyu ndio mfu hai tunamtafuta. Sasa hapo mzee wangu, tutafanya nini ili kuweza kukamilisha misheni yetu? Sasa hapo kuna kitu kinanitatiza. Kwa nini baada ya kukutana na ule mfanyakazi nywele zangu zote zilisisimka? Yule ni nani? Mfu hai huishi kama jini au malaika, hujibadili atakavyo pindi atapohisi hatari mtokea. Huenda alifanya hivyo ili kukuchanganya wewe. Sawa, nimekuelewa. Sasa hapo tutafanyaje ili kuupata ule mkufu? Kwani ulimsimulia chochote huyu mwanamke? Ndiyo, mimi nilimwambia kila kitu, kwa sababu yule ni silaha yangu ambao natumia kwenye changamoto zangu au matatizo yangu. Kulikuwa hakuna budi kumwambia ukweli, nikiamini kuwa nitashirikiana naye kuupata ule mkufu.
umeharibu kila kitu. Umezungumza habari ambazo wakati yule mwanamke anaishi katika ile nyumba, yule anaweza kuona tukio kabla halijatokea. Pengine hapa tunapopanga yeye anatuona. Vipi kuhusu ule msichana uliomteka? Niliambia wale vijana wangu wakamulie mbali, kwa sababu alikuwa shaniona mimi, itakuwa hatari kwangu. Hapana, hawakufanikiwa, hawakumuua yule binti. Kuna kitu kimetokea, kuna kitu kimetokea. Mzee, mbona kama naanza kuogopa? Tangia Abi aniambie kuwa yule msichana alishawahi kufa na amerudi tena, nimekuwa mtu mwenye wasiwasi sana. Nitaweza kweli kumuibia huo mkufu? Alafu kwa nini ametoweka baada ya Abi kuniambia ukweli kuhusu yeye? Au ameshaanza kujua kuhusu mipango yetu? Na vipi kuhusu Oliva? Usikute kupotea kwake yeye ndo anahusika? Mungu wangu, mbona kama naanza kuchanganyikiwa? Ndio maana usingizi wangu naupata kwa tabu. Naogopa nini? Naogopa nini mimi jamani? Kwa nini nakuwa na wasiwasi hivi? Dori. Ha? Vipi? Mbona umeshtuka? Nimeshtuka? Mimi mbona sijashtuka? Mbona naongopea mke wangu? Ina maana macho yako yanadanganya? Hebu nieleze, shida nini? Hata hivyo lazima nishtuke. Siku ya 3 leo mtoto watu hatujui hata alipo. Yaani huwezi amini Kai, nimechanganyikiwa. Kuhusu hiyo binti, hata mimi hilo jambo pia linatatiza sana kichwani. Hivi itakuwa ameenda wapi? Maana hii swali ya kawaida kabisa mtu kuondoka bila kutoa taarifa yoyote. Nyumbani kwao jaribu kupiga hata simu. Hapana, sijapiga simu nyumbani kwao. Kama mtu ameamua kuondoka, basi atakaa huko alipoenda, akijisikia kurudi atarudi. Hasa atarudi vipi wakati hata hatujui alipo? Mimi nadhani inabidi tutoe taarifa polisi. Polisi? Hapana Kai. Wewe ni kwamba tukitoa taarifa polisi ndio itazidi kutuletea sisi matatizo. Kwa jigeni tusitoe taarifa mwanzo. Mpaka leo amefikisha siku ya 3, tutaambiaje polisi? Sasa mke wangu, tutasubiri mpaka lini? Unajua siku hizi watu wanapotea kwenye mazingira kutatanisha. Na kibaya zaidi, wengine wanauawa kabisa huko. Sasa jambo tukiendelea kukaa nalo, uone kama italeta majanga huko mbeleni. Hapana Kai. Hili jambo niachie mimi. Mimi kuna kitu nitafanya. Sawa. Kuna kitu nitafanya. Simu yangu.
umeuzi sana, tena umeuzi mpaka wazee. Babu zako wamekasirika. Umetenda jambo baya sana. Mkufu ule wa kutumia mimi na wewe, kwa nini umeuacha? Lakini bibi, mimi pia ni mtu mkubwa na nguvu zangu na uwezo wa kutumia ule mkufu vizuri sana. Ndivyo ulivyonifunza na ndicho nilichokifanya. Nimeenda kwa ule binti, nimeteketeza kiumbe kilichoko tumboni kwake na pia nimemdhalilisha. Si nimefanya kazi nzuri? Kusema unisifie, unaniambia nimefanya makosa. Makosa yapi tena? Bagoko wiswe, msameha jonga ni kengono huyu. Wechile shibi sana. Kwa hiyo mtu samehe none mimi samehe pia. Pendele none mogise gono. Utabiri unasema yule binti aliyekufa atarudi. Na kisha rudi akiona huu mkufu akiumiliki, tumekwisha. Bibi karudi. Unasema nini? Yule binti karudi. Nimemshuhudia kwa macho yangu akiwa amevaa gauni jeupe kama malaika, na nimekuwa nikijiuliza sana swali hili na sipati jibu kamili. Ni binadamu gani wa kawaida anaweza kunishuhudia mimi nikiwa nafanya uchawi wangu? Nenda kachukue mkufu wa kale. Nenda kachukue mkufu wa kale. Naomba uniambie ukweli yaani kwenye hili usinifiche kabisa, kwa sababu wewe ndio unakuja kuulizia wale mabinti wote wawili hapa nyumbani. Na nilishakwambia yule binti hahusiki. Yaani kwenye hili usinifiche kabisa, kwa sababu wewe ndio unakuja kuulizia wale mabinti wote wawili hapa nyumbani. Na nilishakwambia yule binti mwingine ni usijali wangu tu, hahusiki. Naomba uniambie ukweli. Mimi sifahamu chochote. Ukweli ni kuwa nilitegemea utanipa taarifa kuhusu huyo mfu aliye hai, na nilikuachia jukumu la kupata huo mkufu. Doreen, tuna mambo mengi ya kufanya, ikiwemo kumiliki huo mkufu wa ajabu. Sasa kama umeshapata mkufu, nipigie simu. Kuhusu kupotea kwao, mimi sijui chochote. Nakujua vizuri sana. Una mipango mingi sana ya siri na mimi nimeshirikisha. Na kama wewe uhusiki, kwa nini umekuja kuwaulizia hapa nyumbani? Na kwa nini ulivyowaulizia tu watu wengi? Usifanye masiara Abi, ili jambo liko serious. Polisi wakianza kufanya uchunguzi, wewe utaingia hatiani. Hatua ya mwisho watamkamata mume wangu. Naomba niambie ukweli Abi. Unataka nikwambie ukweli? Mimi niliogopa kukwambia ukweli, maana nikikutisha. Iko hivi, kuhusu huyo mfu aliye hai, mimi sihusiki na kupotea kwake. Na umenishangaza sana ulivyoniambia haonekani hapo nyumbani. Lakini huyo housegirl wako, tokea ile siku nilivyokuja hapo nyumbani, nilikuwa nishamteka. Hapana Abi, tafadhali. Naomba umwachie yule binti. Naomba umwachie, utatusababishia matatizo. Mimi niliogopa kukwambia ukweli, maana nikikutisha. Iko hivi, kuhusu huyo mfu aliye hai, mimi sihusiki na kupotea kwake. Na umenishangaza sana ulivyoniambia haonekani hapo nyumbani. Lakini huyo housegirl wako, tokea ile siku nilivyokuja hapo nyumbani, nilikuwa nishamteka. Umemuua?
Sawa mjomba. Basi jitahidini. Jitahidini sana mjomba, maana ana siku ya 3 leo hayupo nyumbani. Tuna wasiwasi sana na hilo jambo. Haya mjomba. Ni nani huyo uliyekuwa unaongea naye kwenye simu? Nilikuwa naongea na mjomba. Maana nilivyoona hili jambo limekuwa serious sana, nikaona nijaribu kumpigia mjomba, maana kule kijijini kuna waganga wa kweli sana. Akijaribu kwenda kuangalia, tutajua ni wapi alipo. Na jambo zuri zaidi, mjomba ameniambia kwamba tutajua mpaka alipo. Sio kweli. Ulikuwa ongea na mjomba wako. Ulikuwa ongea na mjomba wako. Na kama kweli ulikuwa unaongea na huyo mtu, basi ungekuwa huru kuongea naye pale sebuleni kwa wote wawili. Sasa kwa nini uje kuongea naye hapa chumbani? Hapana mume wangu. Nilikuwa kweli naongea na mjomba. Kwani uniamini? Sasa kwa taarifa yako, nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea kwenye simu. Wewe umesema umenisikia kila kitu nilichokizungumza. Aya, hebu niambie. Umesikia kitu gani cha tofauti na hichi nilichokwambia? Mke wangu, hakuna haja kupanic. Sitaki Kai. Wewe hujawahi mimi kuniamini hata siku moja. Kila siku mimi ndo mbaya humu ndani. Sijawahi kuongea kitu nikasikilizwa. Kila ninachokifanya basi kitakuwa tofauti kwako. Sijawahi kuaminika ndani ya hii nyumba. Sijawahi kuongea kitu basi kikasikilizwa. Nifanye nini sasa mimi ili niwe mwema? Kwa hiyo ningeongea mambo ya kishirikina mbele yako ili unione mimi mchawi, si ndio? Nimeamua kujitenga, nije zangu ndani niongee mimi mwenyewe kwa utulivu, bado unakuja unanikaripia. Mimi najua kila kitu Kai. Wewe unahisi mimi nakuchiti? Hapana Dori. Mimi wala sijamaanisha hivyo, naomba isifikie huko. Haya. Kama hujamaanisha hivyo, niambie umesikia nini? Ukweli ni kuwa nilikuja hadi pale mlangoni na nikajitahidi kukusikiliza kwa umakini sana, ila kusema ukweli sijasikia chochote. Ila kuna kitu nahisi. Kuna kitu unahisi? Kitu gani tena? Yule dada wa kazi ameondoka siku moja tu baada ya tukio la Jisi kutokea. Kumbe hajasikia chochote. Sasa ngoja nitumie fursa hii kumwongopea. Kwa hiyo inawezekana wewe ndio umemfukuza hapa nyumbani. Sasa nataka uniambie ameenda wapi? Lakini mke wangu, kwa nini unapenda kujiamulia mambo? Nilikwambia hili swala niachie mimi, nitalipatia ufumbuzi. Sasa kwa nini umemfukuza mtoto wa watu? Haya, leo hii ameondoka na nyumbani kwao hajafika. Atakuwa ameenda wapi? Kwa sababu msala ni mkubwa sana, usichukulie rahisi hivi.
Yule binti ameondoka. Huyu dada wa kazi naye amepotea. Haya, tukienda polisi tutaripoti nini sasa? Kwani kwa huu msala upo juu yetu? Ukweli mimi niligombana naye kwa sababu mimi madam hawezi kunisingizia mimi nilitaka kukuwekea wewe sumu kwenye juisi. Kwa nilitumia mamlaka kama madamu wake kumuelekeza, lakini mimi nikamwambia ondoka, naye akasema mimi naondoka. Lakini mume wangu yule binti mimi nahisi tu anamchumba. Kwa hiyo itakuwa tu ameamua aende kwa mchumba wake akapumzike. Oh, kumbe kuna mambo mengi unayafahamu. Kwa hiyo hata huyo mchumba wake ni lazima utakuwa unamjua tu. Huyo mwanaume anaishi wapi?